end of the hostility. ya ukabila na vita ya kidini. Kulikuwa na njama ambayo ilipangwa ya kuja kuvamia shamba hii, na sio tu kuvamia, lakini kuvamia na kuingia na kunyakua. Manake tayari tumeona cheti ya miliki ardhi ambayo ilikuwa imeshachapishwa tayari, ili watu wakiwa hapa kila mmoja atakuwa ako na cheti yake. Hii sio kitu ambayo imefanyika kwa njia ya ajali, haingefanywa jana. Ni mpango ambayo ilikuwa imepangwa na watu wengine na ukaletwa hapa. Vile vile sio kama ajali ati polisi hawakuweko. Yote yalikuwa imepangwa. Polisi wasikuweko hapa, jamaa wakifanya mambo maovu haya. Wakavamia, wakakata miti, wakachoma vingine hapa vile mnavyoona. Hiyo haribifu yote imepangwa na serikali. Bwana Gachagua na bwana Kimani Ichung'wah na bwana Ndindi Nyoro juzi walikuwa wanapanga njama ya kuja kuvamia shamba hii, na wakasema tu wao ni watoto wa Mau Mau na watavamia, wengine wataona cha mtema kuni. Sasa hii sio kitendo ambayo mtu anaweza kudhani inaweza kufanywa na serikali. Hii si kitendo cha serikali. Kitendo ya wanyama namna hii sio serikali. Serikali ina jukumu ya kulinda na kutetea haki ya kila Mkenya kumiliki shamba. Hiyo iko katika sheria zetu na katiba yetu. Lakini wakati serikali yenyewe ndio inafanya njama ya kuvamia mashamba ya watu, hiyo si serikali ya wananchi. Hiyo si serikali ya wananchi, hiyo ni serikali ya unyama kama iko serikali. Hawa jamaa wamefanya kitendo cha unyama, kitendo cha ukaidi ambaye mpaka ilaniwe na watu wote. Hatujakuja hapa kwa sababu hii ni shamba ya Bwana Uhuru Kenyatta. La. Yeye mwenye shamba hii ni Mkenya. Alafu alipotoka hapa wakaenda tena ingine katika kiwanda ingine kule industrial area ambayo tutaenda huko kesho. Lakini sasa hii inaonyesha ya kwamba tuko katika hali ya hatari katika taifa letu. Tuko katika hali ya hatari katika taifa letu, mpaka Wakenya wawe macho. Shida hizi zote zinakuja kwa sababu
ya makosa yote ambayo yalifanyika mwaka jana. Tunayajua. Lakini tunasema Wakenya wako macho, sisi tuko na haki ya kutetea haki ya Wakenya wote, na tutatetea Wakenya wote na haki yao na mali yao. Hayo ndio mimi ningependa kusema wakati huu. Let me now say in English. We had at a national press conference today. But we also said there at the press conference that we are going to come to the scene of crime. This is the scene of crime, one of the scenes of crime. We've been to Kibra, another scene of crime. There's still another one in industrial area, which we will visit tomorrow. But several other crimes have been committed in these last few days. Some of them basically are to respond to the demonstrations which we called as Azimio la Umoja. These demonstrations are not criminal acts. They are acts which are allowed by our constitution and also by our laws. And we've tried as much as possible to comply with provisions of the law as Azimio la Umoja. So therefore, there should be no excuse whatsoever for somebody to go and invade an individual's property in this manner. We have been told already here by the people who are here that those who came here were transported. They are not residents of this ward or this region constituency. They are foreigners, strangers who have been transported to come here with the purposes of invading this farm and then occupying it. And it must be something that has been planned for over a long period of time. The reason is that I have here a printed certificate. It's called Northland Settlement Scheme Ownership Certificate. This is to certify that the holder of this certificate, so and so and so and so on, the details are there to see. This could not have been done yesterday or the day before yesterday. It means that this matter was planned a long time ago. And yesterday was just an occasion to invade and then to give the people these ownership certificates. This is what is going to happen. This is an act of crime. It's somebody who can conceive an idea of grabbing a land belonging to a Kenyan in this manner cannot be said to be a leader of a government. If this is something that is being done under the auspices of a deputy president of this country must be very sorry indeed. We are being accused of being anarchists. I don't think that this kind of acts can escape anarchism. We ourselves have complied with all the laws of the land. But these people are breaking everything in the book. What they're trying to do here is criminal, which must stand condemned in the strongest terms possible by Azimio la Umoja. And we condemn this act. It's also an act of thuggery, an act of hooliganism, and an act which is very primitive indeed. But we want to say also that we are not going to be intimidated by this kind of acts. We will not be diverted. We really feel sorry for the owner of this property, what has happened here. But these kind of violations are happening all over the place. A number of our officials are now being arrested and charged with fictitious charges because of participating in these demonstrations. Some are being charged with anti-terrorism acts. It's all fictitious, but all meant or intended to intimidate us. But we will not be deterred. Not be deterred. Me and my colleagues here, Mazimio, have come here to see firsthand what has happened to this farm, and also
to express on behalf of all the millions of supporters of Azimio that we stand in solidarity with the owners of this land for what has happened here, and say that this cannot be done in the name of Mau Mau. Mau Mau was a movement for liberation of this country. Mau Maus never fought against fellow Africans. Mau Mau was supposed to liberate this country from the occupation by colonialists who had grabbed our land. That is what it was intended for. So anybody who claims to be a descendant of Mau Mau must be a true Kenyan patriot. You cannot be an anarchist. You cannot promote land grabbing and say that you are a descendant of Mau Mau. Shame on you. Shame on you. You are actually a shame to the history of this country. And we therefore to condemn this in the strongest terms possible. Nirudie kwa Kiswahili vile nilikuwa nasema. Ati njama ilikuwa imepangwa na hao watu. Kwa sababu gani nimesema hivyo? Hapa hii mimi nashika hii ni hati miliki ardhi ambayo imechapishwa, ambayo ilikuwa ipewe kila moja ambaye alikuwa amekuja hapa, ili awe sasa ni mtu ambaye anamiliki ardhi hapa. Hii certificate haikuchapishwa jana. Walikuja na hii tayari kama imekuwa imeshachapishwa vile mnaviona hapa. Hapa watu walikuwa ni wavamizi kamili ya ardhi. Na tuna thibitisho ya kwamba walikuwa mpango ilipangwa na Bwana Rigathi Gachagua, Bwana Kimani Ichung'wah, Bwana Ndindi Nyoro. Hao ndio watu ambao walikuwa ndani ya hii njama ya kuvamia hii shamba. Wao wenyewe kila mara kwa mara wasema ni watoto wa Mau Mau. Labda wanaweza kuwa watoto au watukuu, lakini mimi nasema sidhani kama mtoto wa Mau Mau anaweza kushiriki kwa uvamizi na unyakuzi wa mashamba. Mau Mau ilikuwa ni chama ambao ilikuwa inapigania haki ya wananchi wa Kenya. Ilikuwa nataka wazungu waondoke, waachie wa Kenya nchi yao, sio kunyakua ardhi kutoka kwa Afrika wenzao. Kwa hivyo hii ni aibu sana, tena wanahibu na wanakashifu jina ya Mau Mau. Tunasema shetani ashindwe. Tunajua njama yao, lakini tunasema kama wanaazimio, hao watu hawawezi kututisha kamwe. Hatutatishwa, tutazidi kupigania haki ya Wakenya, tutazidi kupigania mambo ya gharama ya maisha ya Wakenya, tutazidi kupigania mambo ya uchaguzi ili ukweli ijulikane. Kwa sababu tumesema tunataka sava zifunguliwe. Tunataka vile mambo ya kuundwa kwa tume ya uchaguzi ifanywe kwa njia ambayo inafaa. Lakini haya sasa ni tofauti na haya. Hapa tumesema ingawaje umefanya hii sio mwisho. Tumesema pole kwa wale ambao wameathirika hapa, lakini Mungu atakuwa na wao. Vile vile kule katika industrial area walifanya namna hiyo kwa kiwanda kingine huku chini. Tutaenda huko kesho. Lakini kwa hapa mimi na wenzangu hapa tumesema pole sana kwa wakaji wa hapa kwa yale ambayo yalikufanyika jana. Shukran. Na labda swali pengine, umezungumza na familia ambayo imeweza kuathirika, na labda semi wao ni upi hasa ukiaminika kwamba ni mali ya familia yaliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta? Sisi hatujaongea na Bwana Uhuru Kenyatta. Hatujakuja hapa kwa sababu ya Bwana Uhuru Kenyatta. Sisi tulipata habari ati shamba ilivamiwa hapa. Na watu walikuja hapa, watu karibu watu 500 waliletwa hapa, na tuliona kwenye runinga moto ukitoketea hapa. Na tukasema tutakuja. Na Bwana Uhuru Kenyatta
hayuko Nairobi, lakini tumesema pole kwake na jamii yake kwa yale ambayo imefanyika hapa. Tumesema kwa muda yote kutoka jana asubuhi hadi usiku masaa ya kwenda hewani hakuna askari alikuwa amefika katika hii maeneo. Sijui kama kuna hisia kwamba kutakuwa na shida hapo baadaye. Tunasema askari hawakukuja, na askari unajua ni watumishi wa umma, watumishi wa serikali. Kama mkubwa wa serikali ndio anahusika, sasa askari hawezi kuja. Mwenye umbwa hajatuma umbwa ashike mwizi, sasa umbwa anakaa tu. Kwa hivyo mimi sitaki hata kulaumu askari. Askari wakituma wanakuja. Kwa mfano sikia leo walikuja kwa sababu jamaa waliona aibu ati ulimwengu yote sasa inalalamika. Ndio sasa askari wametuma hapa leo. Lakini kama ingekuwa ni njama imepangwa na wakubwa katika serikali, jana askari wangekuwa hapa. Wamekuja hawangekubali hiyo ifanyike. Lakini vile unasema, unajua iko kituo ya polisi hapo ndani ya shamba hii. Jana hakukuwa na watu huko. Waliambiwa watoke. Ni kama ile kiwanda kule industrial area. Kituo ya polisi iko kama mita 30 kutoka pale. Kulikuwa hakuna mtu huku jana. Hiyo yote yalikuwa mpango ya hao watu. Lakini tumesema vile nimesema shetani atashindwa. Na labda Inspector General wa polisi Japhet Koome ameweza kuzungumza na amesema uchunguzi umeanzishwa. Una imani na uchunguzi ambao utafanywa na Inspector General? Hiyo ni upuzi. Hiyo ni upuzi na ujinga. Wafikiri Wakenya ni wajinga sana. Lakini wao ndio walisema ujinga iliisha Kenya. Wajinga waliisha Kenya. Sasa anataka kudanganya nani? Wakenya wote wanajua. Kenya wote wanajua. Kwa hivyo hiyo hata usiniulize hiyo swali. Asante sana. Bila shaka ni kinara wa Azimio Raila Odinga. Tumitwabiria kuondia ati no twabiria kugira migunda yene wata gwiciria ni mugunda wa uhu wa igiko urigana wa chuno wa aria mararugamia barabara kwa yangu ciene mahina kari iyo ni bichaji muno tondu wauga ati no urie kindu utautire wira na tucokerie ngatho aria angi marahitukie tondu ni aingi no tondu ona aria abangi ni turakirwo mararahirwo na mbathi na twiro maumite Nyeri maumite Bakasi na kuria kungi na marauma guku marathie mauma guku marathie kuhura Kibra tondu anake acio no mathie gutwara bara Kibra na mabangitwo no anake mararia ruga iyo turaria Agikuyu wimenyererei giconoko kiria mwerekeire kwikira gutiri mundu uciaritwo ni mundu wahoranire bururi wiathi ungika giko ta giki ni giko giokora na andu aria maritie ndeto eno ona no mikora na ni ndaigwa magitwo station hwaini ati tuthie tukaranirie nao ni tutingithie kwaraniria na mikora to no tuthire kumahurira kou haria twakinya riu ni haria hera gucigana icigata cigana na mutigecirie ati Agikuyu ni amurodie 500 makiugania guku acio maririo ta nyama ni twiritwo atirire reke njokere ha twina ripoti umuthi ati ni kubangitwo Kenyatta arutwo haria thikitwo agathikwo Ichaweri Thursday ari mubango wa guthie kuhura mucie wa Ichaweri ona kwa matha ni kubangitwo ona kwa baba ni kubangitwo ona gwakwa ni kubangitwo ukahurwo Thursday na mucemanio ucio wekika umuthi na otoria turoi guku ni kureko to ni turirwo ni social media noguo twerwo ni nginya andu aria mwe mucemanio ini ucio koguo bururi nduthiraga na njirenge
Bururi uthiraga uu wahota gwiciria ni kamubira karaikanĩrio haha wicirie we harĩa hakuinuka muthenya woke na matuko macio mangi onawe warega kuga enough is enough ukurikira haha ndugecirie horo no araira kana no mundu ungi uyu ni witu ithuothe waikirie kura no taikirie ndigwiciria kwi mundu waikagiria unda kura moke makare migunda yene aikono waikagia makare migunda yene onawe uri murume na tumenyerere kiundu giki gitigakirie haha na gikuyu aria agima aikorwo mariho matigarite ukirai muiguike tigai gukomerera ta igwe itamenyekete kuria ciaumite Gaka nĩ kaũndũ gekuna resolve yanyu ya kũng'ethanĩra na thirikari aca ona banini turugamite twinyitĩtie biũ na ndingiuga kaũndũ kangi kamwe we mũgĩkũyũ ũratumwa ũkathũkia indo cia mũgĩkũyũ ũrĩa ũngĩ tawe wicokerere akeri noro wone bũrũri mũgima andu acu angĩ othe gũtĩ rũrĩrĩ rũrokĩrĩra atongoria ma rũrĩrĩ rwao ona mategũkenio nĩ ũrĩa mareka nĩ gũkira mekaga atĩa makiraga kai we wa mũthemba ũrĩkũ wa kũgũrwo na ciringi igĩrĩ we. Yes, I just want to add on to what our leader said. It is clear, and even the international community, maybe the international community in terms of the details, not yet. But as Honorable Raila said, this is an obvious act. And we want to put it clearly, this is a criminal enterprise, organized, perpetrated by those who are in authority and hiring or holding senior positions in this regime. It is as obvious as that, and that is language used elsewhere. A criminal enterprise. That is what it is. Thank you. Thank you. Pale wakajaribu kuchoma msikiti, baadaye wakaenda wakachoma kanisa. Hiyo msikiti ilikuwa ichomwe ileta vita na Wakristo upande wa Jaluo, lakini ile kanisa ambayo walichoma ambayo ya PCA ni kuleta vita baina ya Wajaluo na Wakikuyu. Kwa wale ambao wanataka ni kuleta vita ya wenyewe kwa wenyewe ili watu wetu waanze kupigana, na wale vijana walikuwa wametumwa na hiyo kikundi hiyo ya Bwana Gachagua. Juzi mimi nilitoa habari, tulijua tayari ati mpango ilikuwa umepangwa katika boma ya Bwana Gachagua, ati kutakuwa na ambulance come here to this farm to come and witness what happened yesterday. And now if things happened yesterday, out in Kibra, a mosque was burnt and a church. The youth who are organized with the intention of creating interreligious and inter-ethnic conflict within Kibra. We've just been there. We did not get all the leaders, and we have agreed that tomorrow we will visit them again so that we can talk to them. Another thing that happened was this year, that this farm was invaded by a group of people who were ferried on buses, brought and dropped here. They marched into the farm,
They started cutting some trees and starting constructing homes inside here. Later on in the evening, they set part of this farm on fire. As you can see, some of those trees which were burnt yesterday. Now, this is not something that happened by accident. It was something that was planned for some times. You had the Mr. Rigathi Gachagua and Mr. Kimani Ichung'wah and one Mr. Ndindi Njoro have been talking proudly that they are sons of Mau Mau and that they are going to come and take over land which was grabbed from the people around this area. So there is no doubt in anybody's mind that this was their plan. And this is something that was planned for some times now. Because as you can see, it was the certificate. This is a certificate of ownership, which is already printed. This is supposed to be given to people who are going to be settled here. They are going to parcel out this land into pieces, and the people are going to be owning land here, in this place. So this is a criminal enterprise which has been orchestrated by people who claim to be leaders of this country. Now, you cannot be a leader of a country and you are perpetrating this kind of land grabbing. Every government must protect individual property. There must be what is called sanctity of title, so that if there's any dispute, there are courts which are there to resolve those disputes. But you do not organize a bunch of thugs and invade an individual's property in the name of a son or sons of Mau Mau. As we know it, Mau Mau was a liberation movement which aimed at capturing back land which had been acquired by the settlers who had settled in our country. It was not a movement that was anti-people at all. So these people basically are discrediting the name of a respected institution that played a very important role in the liberation, in the history of liberation of our country. So we condemn this act in the strongest terms possible. Wanton destruction of individual property by agents of the government. It is not an accident that the police was not here. The information we have is that this land gave a portion of its land to the police officers to construct a police post. Unfortunately, there was no police officer in sight. Today, after condemnation of what had happened, then today at least the Inspector General has spoken about this, but he has spoken in a very vague way, actually pretending that we are not aware. How can they not be aware? They're the ones who said that Kenya was short of stupid people. Today they think all Kenyans are stupid. Very, very unfortunate indeed. You have said that this must be condemned in the strongest terms possible by all civilized people and all the people of Kenya. On behalf of the millions of supporters of Azimio la Umoja One Kenya, we say we condemn the act of wanton destruction of property. Tumesema jana ilikuwa ni siku ya kusikitisha. Sisi kama wanazimio tulikuwa tumepeana notisi kwa polisi juu ya maandamano yetu ambayo tulisema tutafanya siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Tulipeana notisi siku tano kabla wakati hiyo hajafika. Inspector General, yani mkurugenzi wa polisi aliarifiwa, yule mkurugenzi wa polisi wa Nairobi, Bwana Bungei,
alipata barua, na kila kituo cha polisi hapa Nairobi alipata barua ati tutakuwa na maandamano. Lakini baada ya sisi kupeana notisi, bwana Inspector General akatangaza ati maandamano yetu ya jana ilikuwa ni marufuku. Sasa baadaye wakaanza kufanya vitendo ambayo Wakenya wengi waliona na ulimwengu yote iliona, ya kupigana na sisi, kurusha ile gesi ya machozi, kupiga sisi na maji na kadhalika. Lakini kule Kibera walituma vijana wajambazi, wakaingia kule kuleta vurugu. Alafu baadaye walikuwa nataka kuleta mapigano ya wenyewe kwa wenyewe baina ya Wakristo na Waislamu. Wakateketea msikiti na kisha wakateketea kanisa. Walikuwa wanataka watu vile waanza kupigana kwa msingi ya kikabila. Hapo tumekuwa Kibera siku ya leo, tumeongea na viongozi wa msikiti wa Islamu. Viongozi wa Kristo walikuwa hawako siku ya leo, lakini tumesema pole na tumesema tutakutana nao kesho, viongozi wa Kristo na Waislamu, ili kuleta amani na kuunganisha hao na kuwasaidia kwa ujenzi ya yale kanisa na yule msikiti ambayo iliathirika jana. Sasa tumekuja kwa shamba hii. Shamba hii vile vinasema ilivamiwa jana na kikosi ya majambazi ambao walitolewa nje. Wakaji wa hapa wote wamesema ati wale jamaa walikuja hapa sio wakaji wa hapa, ni watu ambaye waliletwa hapa na mabasi, wakaletwa hapa wakatupwa hapa, na walikuwa na vifaa vya kukata miti. Walikuwa na vifaa ya mashini ya kukata miti, ile power saw, na vile vile walikuwa na misumari na nyundo na kila kitu. Madhumuni ilikuwa ni kuanza kujenga, na walianza kujenga, wakajenga manyumba mengine hapa. Baadaye kufika jioni wakawasha moto. Nimeona msitu imeteketea. Hadi miti mingi imeharibika na moto. Sasa walikuwa njama ilikuwa ni kukata miti hapa na kuanza kujenga hapa. Walikuja tayari wako na hati ya miliki ardhi hii. Hii si kitu ambayo ingechapishwa jana, ambayo inaonyesha kwamba mtu amekipewa hii, yeye sasa ilikuwa ni shamba yake. Wanakata na kila moja anapewa yake. Hii ni njama mbaya sana ya unyakuzi, mpaka ilaniwe kabisa na Wakenya wote. Kenya wote. Serikali inataka ilinde maisha na mali ya kila Mkenya. Nikiwa kama Mkenya anataka shamba na wiki mwenye shamba anaongea na mwenye shamba, alafu anakubaliana kama mwenye shamba anataka kuuza anamuuzia. Lakini kuleta majambazi kuvamia shamba ya mwenyewe, hiyo si halali. Hiyo siwezi kuwa ni serikali. Lakini tunajua bwana Gachagua na bwana Kimani Ichung'wah na bwana Ndindi Njoro tayari walikuwa wameshasema, walikuwa wanajidai na kuringaringa kusema tu wao ni watoto wa Mau Mau, ati mababa yao walipigania uhuru hapa, ati kwa hivyo wao watavamia na watanyakua hii shamba ni yao ya wananchi. Wamesema, na hii ni kitendo yao wenyewe, hawezi kukanusha haya. Hiyo ni mtu ambaye anasema yeye ni makamu wa rais wa taifa la Kenya. Aibu kubwa sana. Aibu kubwa sana. Kwa hivyo sisi kama wana Azimio, tuko hapa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tuko hapa na Martha Karua, tuko hapa na Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni, bwana Wycliffe Ambetsa Paranya, tuko naye hapa. Tuko na vile MCA wa hapa eneo hii, na tuko vile bwana Wajakoya. Sisi zote tumekuja hapa kama wana Azimio,
na kwa jumla sisi tumelaani kitendo hichi kabisa kabisa. Tumemwambia Bwana Uhuru na jamii yake pole kwa yale ambayo imepata nyinyi. Nyinyi vile mnavyojua, hata mimi nilitembelewa huko industrial area, lakini sitaki kulewa kwa kalamu yangu. Kwa sitaki kuongea juu ya mambo yangu, nimeongea hapa tu ili ni itakuwa mambo ya kesho. Kwa hivyo tunasema asanteni wale ambao wamefika siku ya leo. Tumefurahi vile vile marafiki ya Kenya wa ulimwengu ambao wameongea. Kwa muda mrefu wamekuwa wamekaa kimya tukiongea, lakini tayari sasa wenyewe wamegundua ati wale ambao walikuwa na munga mkono ni adui ya wananchi. Asanteni sana.